Haleluya, haleluya. Kwenye Zaburi ya 126 mstari wa 5 na wa 6 tunasoma hivi: wapandao kwa machozi watavuna kwa kelele za furaha. Ingawa mtu anakwenda zake akilia, azichukuapo mbegu za kupanda, hakika atarudi kwa kelele za furaha, aichukuapo miganda yake. Haleluya, haleluya. Kwenye Wagalatia 6:7 anasema msidanganyike, Mungu adhihakiwi, lakini chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Mungu atusaidie sana. Haleluya, haleluya. Na mstari huu ambao umetupatia ujumbe huu kwenye sura hii ya 29 ya kitabu cha nabii Yeremia, tunaipata kwenye mgawanyo wa pili kwenye kitabu hiki cha Yeremia sura ya 29, ambapo kwenye hii sura kuna migawanyo mitatu. Mgawanyo wa kwanza ni mstari wa kwanza mpaka wa 9, unazungumzia waraka wa Yeremia kwa mateka waliofungwa utumwani Babeli. Lakini mstari wa 10 na wa 19, ambapo pia ndio tumekutana na mstari huu ambao umetupatia hili somo, ni ahadi ya Mungu ya urejesho baada ya miaka 70 utumwani Babeli. Mstari wa 11. Mstari wa 20 mpaka 32 ni hukumu ya manabii wa uongo Babeli. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Na tunapo angalia waraka wa Yeremia, tunaona pia ulikuwa na maelekezo yafuatayo. Jambo la kwanza, lazima, tumeshaona huu waraka wa Yeremia ulikuwa ni kwa mateka waliofungwa utumwani Babeli mwaka wa 597 kabla ya Kristo, na huenda uliandikwa baada ya mwaka mmoja au miwili tangu wafike Babeli, ukiwa na maelekezo yafuatayo. Jambo la kwanza, lazima waishi maisha ya kawaida, kujenga nyumba, kuoa na kuolewa, kutafuta amani na ustawi wa mji ambao Mungu amewajalia kuwaweka, kwa maana wasingerudi katika nchi ya ahadi mpaka baada ya miaka 70. Ule mstari wa 7 na wa 10. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo tunaona huu ujumbe wa Yeremia uliweza kutolewa na Mungu kulingana na hawa watu walikuwa kwenye utumwa, walichukuliwa kuwa watumwa kule Babeli. Na tunaona jambo la kwanza hapa, ujumbe huu unawataka kwamba waweze kuendelea na maisha, kwa sababu itawalazimu kukaa miaka 70 kule utumwani kama neno la Mungu lilivyosema, kama utabiri ulivyokuwa umesema. Hilo ni jambo la kwanza. Kwa hiyo hapo tunajifunza nini? Hata kama kuna changamoto mbalimbali katika maisha, changamoto hizo zisizuie maisha mengine kuendelea. Sawa? Maisha mengine yaendelee kama kawaida.
yaendelee kama kawaida. Sehemu nyingine ukisoma kwenye Zaburi anasema kando ya mito ya Babeli ndipo tulipoketi, waliotuteka wakatuambia tuwaimbie wimbo wa Bwana, nasi tukasema tutaziimbaje nyimbo za Bwana ugenini, tukavitundika vinubi vyetu. Kwa hiyo unaona ujumbe huu wa nabii Yeremia ulikuja kwa sababu ya kuwataka watu maisha mengine, pamoja na majaribu ambayo yapo, lakini maisha mengine yaendelee kama ambavyo Mungu ameyakusudia. Lakini jambo jingine ni kwamba wasiwasikilize manabii wa uongo ambao walikuwa wakitabiri kwamba muda wa kukaa uhamishoni ungekuwa mfupi. Mstari ule wa 8 mpaka wa 9. Yeremia 14:14 walikuwa wanatabiri pia kwamba amani, amani, wakati hakuna amani. Unayeandika unaweza kuandika Yeremia 5:31, Yeremia 5:31, Yeremia 5:31, Yeremia 6:14 na Yeremia 14:14. Lakini Mathayo 7:15 pia Yesu alizungumza juu ya manabii wa uongo. Sema jihadharini na manabii wa uongo. Kwa hiyo ukiangalia wakati ule wa Yeremia ukilinganisha na sasa, pia hata sasa kuna manabii wa uongo. Wakati ule wa Yeremia walikuwa wanawaambia ya kwamba ili tatizo lenu la utumwa, la kuwa utumwani litaisha tu hivi karibuni. Na kumbe neno la Mungu lilisema ya kwamba wataendelea kuwa utumwani kwa muda wa miaka 70. Na jambo jingine, wale waliobaki Yerusalemu wangeendelea kuteseka sana kwa sababu ya kuendelea kuasi dhidi ya Mungu. Kwa hiyo unaona hata ile tatizo la kuchukuliwa utumwani lilisababishwa na uasi wao kwa Mungu. Kwa hiyo wale ambao walibaki Yerusalemu, kama wangeendelea na uasi wao, wangeendelea kuteseka sana kutokana na uasi. Kwa hiyo kuna matatizo mengine yanayolipata taifa au yanayowapata watu kwa sababu tu ya kumwasi Mungu, na pasipo kutengeneza yale matatizo yataendelea. Matatizo yanakomeshwa kwa toba. Unaona, Mungu alipotaka kuangamiza Ninawi, Ninawi mfalme na watu wengine waliposikia yale mahubiri ya Yona na wakachukua hatua ya kufunga na kuomba Mungu na kutubu, Mungu akasikia, akabadilisha, akagairi ile hukumu ambayo alikuwa ameiweka kwa ajili ya Ninawi. Lakini pia manabii wawili wa uongo wangeuawa kwa sababu walikuwa wakiishi katika uzinzi na kuliwakilisha neno la Mungu kwa uongo. Kwa hiyo unaona ujumbe wa nabii Yeremia ulikuwa unaonyesha pia kwamba wale manabii wa uongo walikuwa na tabia mbaya, tabia za uzinzi, lakini bado walikuwa wanaliwakilisha neno la Mungu. Si unaona kuna watu ambao hata ashtuki, matendo yake ni tofauti kabisa, lakini anahubiri, anafundisha neno, anasema maneno ya Mungu, lakini hawezi kuishi sawasawa na hayo maneno, hawezi kuishi sawasawa na lile neno analolisema. Kwa hiyo mtu akishakuwa namna hiyo, huyo ni nabii wa uongo moja kwa moja. Eti kuna watu wao wanasema, manabii kama hao wanasema eti fuata ninachokisema, usifuate matendo yangu. Usidanganyike. Kwa sababu kiongozi yeyote ni kielelezo cha kuigwa na kufuata. Sasa kama kiongozi yeye mwenyewe sio kielelezo, anafundisha kitu gani? Inakuwa ni machukizo tu mbele za Bwana.
Lakini maelekezo mengine au elekezo jingine la mwisho ni kwamba mwishoni mwa miaka 70 ya kuwa wametekwa, mabaki wangemtafuta Mungu kwa bidii kwa ajili ya urejesho. Kwa ajili ya urejesho. Wangemtafuta Mungu kwa bidii kwa ajili ya urejesho. Naye angejibu maombi yao kwa sababu ya mipango yake kwao. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Kwa hiyo unaona mwisho wa mambo yote, lakini hawa watu wangefika mahali pa kuanza sasa kumtafuta Mungu ili Mungu awarejeshe katika mahali pao, kwa sababu tayari kama ambavyo tumeona tunahitaji kusimama na mpango wa Mungu. Mungu alikuwa na mipango yake tayari. Ndio maana anasema, ninayajua mawazo ninayowawazia ninyi, ninao mpango kwa ajili yenu, nikiwatakia tumaini na kufanikiwa katika siku zenu za mwisho. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo unaona wao waliomba. Kwa hiyo hapo, kwa sababu Mungu anayo mipango, tumeshajua kwamba Mungu ana mipango mizuri kwa ajili yetu. Sasa wajibu wetu sisi ni kuomba tu ili ile mipango ya Mungu au yale mapenzi ya Mungu yatimizwe. Ndio maana wanafunzi wa Yesu walipomuuliza Yesu awafundishe jinsi ya kuomba, anawaambia waombe kwamba ile mipango ya Mungu iliyoko mbinguni itimizwe hapa duniani kama inavyotimizwa mbinguni. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kwa hiyo hatuombi kitu kipya. Unapoomba kitu kingine nje ya mipango ya Mungu, ndio hapo sasa Yakobo anasema unaomba vibaya. Na unapoomba vibaya huwezi kupata. Kwa hiyo hata maombi tunaomba sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Tunaomba ili mipango ya Mungu iweze kutimia. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. 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 Sasa tuangalie vipaumbele vya uwekezaji. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna vipaumbele vya uwekezaji kama ambavyo tumeona. Tumeona hayo maeneo matatu. Lakini kuna vipaumbele vya uwekezaji. Wanajiuliza kuhusiana na mstari huu ambao ni msingi wa somo letu. Watu wanajiuliza, je, kama kweli Mungu angekuwa na mpango mzuri kwa ajili yangu, mbona kuna mambo ambayo hayapendezi yanaendelea kuwepo au kutokea ambayo yanatia shaka? Je, kweli Mungu ananipenda? Je, kweli Mungu ana mpango kwa ajili ya maisha yangu? Je, hiki anachokisema Mungu ni kweli? Yaani ukiangalia, ukichukua kile ambacho neno la Mungu linasema, ukikileta kwenye uhalisia, majaribu ulionayo, tabu ulionayo, mapambano unayopambana nayo, wakati mwingine unaweza ukawa na mashaka na hilo neno. Hata hivi ninavyokufundisha ya kwamba Mungu anao mpango mzuri kwa ajili yako, wakati mwingine unaona kama vile huu ujumbe umekuja tu kukufurahisha, kwa sababu ukilinganisha na hali ulionayo unaona ni vitu viwili tofauti. Ili kutoka katika hiyo hali sasa na kuhakikisha kwamba mpango wa Mungu unatimia katika maisha yako,
kwa sababu hili neno ambalo nabii Yeremia alilitamka wakati ule liliweza kutimia. Haleluya! Kwa hiyo hata leo zile hali ambazo tunakabiliana nazo kama ilivyokuwa wakati ule wa nabii Yeremia, kupitia neno hili lina uwezo wa kuleta mabadiliko, lina uwezo wa kubadilisha zile hali. Lakini sasa neno au nabii ulipotolewa au kuweza kumbadilisha kila mtu. Sawa? Mungu atusaidie sana. Haleluya. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Mwinjilisti Bonke alipokuwa anahubiri kuhusiana na damu ya Yesu, kuna profesa mmoja akamwendea na kumhoji, akamuuliza, unazungumza juu ya habari ya damu ya Yesu ambayo tayari ilishamwagika zaidi ya miaka 2000 iliyopita. Unazungumza ya kwamba bado ina uwezo wa kuwatakasa na kuwasafisha watu dhambi zao. Akamwambia, kama ingekuwa hivyo, kama ingekuwa ni kweli, basi kusingekuwa na mwenye dhambi, kusingekuwa na watu ambao tunawaona mitaani wakiendelea na dhambi, wakitumikishwa na shetani kwa dhambi mbalimbali. Lakini Mungu akampa hekima Bonke ya kujibu lile swali. Akamwambia, madukani kuna sabuni za aina tofauti tofauti. Kuna sabuni za maji, kuna sabuni za unga, kuna sabuni za vipande. Lakini pamoja na kuwepo sabuni hizo zote, lakini bado watu ni wachafu. Kwa nini? Yule profesa akasema ni kwa sababu hawajazitumia zile sabuni. Akamwambia, vivyo hivyo, ili uweze kushuhudia nguvu ya damu ya Yesu ni pale unapoamini, ni pale unapoamua kuitumia. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Ndipo ambapo utaweza kuona matokeo. Kwa hiyo na hili neno au ujumbe hauwezi kutimia kwa kila mtu, lakini utatimia tu kwa yule ambaye ataupokea na kutendea kazi. Haleluya. Kwa sababu hata wakati ule wa nabii Yeremia, walioweza ujumbe huu ambao uliweza kutimia kwao ni wale ambao walisikia, wakaamini, wakautendea kazi. Na kuna mambo haya 7 ambayo sasa ambayo ukiwa nayo huu ujumbe utatenda kazi kwako. Sawa? Utaona mabadiliko, utaona ya kwamba kweli Mungu anakuwazia mema. Utaona kwamba Mungu kweli anao mpango mwema kwa ajili ya maisha yako, na maisha yako yatabadilika. Haleluya. Jambo la kwanza, kujua Mungu anao mpango mzuri kwa ajili yako, pamoja na majaribu au changamoto mbalimbali unazopitia. Changamoto za kibinafsi na za kijumuiya. Tayari tumeshaona kwenye Yeremia 29:11 anasema, maana nayajua mawazo ninayowazia ninyi ni mawazo ya amani, maana ninao mpango kwa ajili yenu, mpango mzuri kwa ajili yenu, sio wa kuwadhuru. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo hilo ni jambo moja, lakini jambo la pili ni lazima, baada ya kugundua na kujua ya kwamba Mungu ananitakia mema, yaani unapata neno kama hili la kukutia moyo, la kukupa matumaini. Bwana asifiwe sana. Ni lazima uwe na maombi
ya dhati au maombi ya kumaanisha. Kwa hiyo ili uhakika wa kutimia kwa mpango wa Mungu maishani, ni lazima kuwa na maombi. Unaona, katika kipindi kile ambacho taifa lilichukuliwa mateka utumwani Babel, ukisoma kwenye Danieli 9:2, Danieli 9:2-4 tunasoma hivi: katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake, mimi Danieli, kwa kuvisoma vitabu nalifahamu hesabu ya miaka ambayo neno la Bwana lilimjia Yeremia nabii ya kutimiza ukiwa wa Yerusalemu, yaani miaka 70. Nikamwelekezea Bwana Mungu uso wangu ili kutaka kwa maombi na dua pamoja na kufunga na kuvaa nguo za magunia na majivu. Haleluya! Naona sababu ya maombi, yani aliweza kuwa na ufahamu kwanza wa kuelewa ili jambo linaloendelea litafikia mwisho wakati gani. Kwa hiyo kwa kusoma vitabu akaelewa. Baada ya kuelewa akaamua kuomba na kufunga. Sawa? Kwa hiyo pamoja na Mungu kwamba anao mpango mzuri kwa ajili yetu, lakini kuna kitu ambacho anatutaka sisi pia tusimame kwenye zamu zetu. Tuko pamoja? Ndio maana kwenye Nyakati wa Pili 7:14 pia, Nyakati wa Pili 7:14, Nyakati wa Pili 7:14, Nyakati wa Pili 7:14 anasema hivi: ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo kunahitajika maombi ya kumaanisha ya watu wa Mungu walioitwa kwa jina lake, yaani mimi na wewe. Waraka wa Yakobo 5:17, 16, 18. Waraka wa Yakobo, waraka wa Mtume Paulo kwa Yakobo sura ile ya 5 mstari ule wa 17, wa 16 mpaka 18. Nitaanza na kipengele B kwenye mstari ule wa 16. Anasema, kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii. Eliya alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi, akaomba kwa bidii mvua isinyeshe. Akaomba kwa nini? Akaomba kwa bidii. Je, maombi unayoomba ni ya bidii au unalalamika tu Mungu asikie? Mungu anataka uombe kwa bidii. Naona Eliya aliomba kwa bidii. Mvua isinyeshe, na mvua ikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Akaomba tena, mbingu zikatoa mvua, nayo nchi ikazaa matunda yake. Kwa hiyo ili mpango wa Mungu uweze kutimia, maombi ni ya lazima. Haleluya, haleluya. Lakini jambo jingine ni ufahamu wa kujua hakika mapenzi ya Mungu ni nini na ya kumpendeza Mungu. Tumeona kwenye ile Danieli 9:2 mpaka 4, maandiko yanasema Danieli kwa kusoma nini?
vitabu aliweza kufahamu mapenzi ya Mungu ni nini, na alipofahamu ndio akayang'ang'ania hayo mapenzi, akamtaka Mungu na nguvu zake ili aweze kutimiza yale mapenzi yake. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Kwa hiyo unapoelewa mapenzi ya Mungu ni nini kulingana na kile ambacho unapitia, unapoelewa mapenzi ya Mungu ni nini, unatakiwa ukisimamie. Sawa? Unapoelewa kwamba mapenzi ya Mungu kama ambavyo tumeona kwenye huu mstari kwamba Mungu anao mpango mzuri kwa ajili yangu, si ndio? Sasa unapogundua unaona maisha yako ni tofauti na mpango wa Mungu, si unatakiwa ubadilike kifikra, uone kumbe mimi hapa ninaishi maisha ambayo sio yangu, maisha niliyotakiwa kuishi sio haya. Kama wale wakoma wakaona, lakini kwa nini tunaishi maisha ya namna hii na tuna Mungu? Wakaamua kubadilisha mtazamo, wakaamua kwenda kwenye kambi ya Washami. Lakini pia mwana mpotevu alikuwa anaishi maisha mabaya kuliko hata watumishi walioko kwenye nyumba kwa baba yake. Lakini pale alipogundua kwamba haya maisha ninayoishi sio, akachukua hatua. Maandiko yanasema alipozingatia moyoni mwake akachukua hatua na akarejea akawa kwenye position au kwenye nafasi ambayo sasa ndiyo maisha ambayo Mungu alikuwa amemkusudia. Ili kutoka hapo ni baada ya kufahamu nini na kujua mapenzi ya Mungu ni nini katika maisha yako. Je, hayo maisha unayoishi ndio kweli Mungu ameyakusudia? Amekusudia uteseka na magonjwa? Amekusudia uishi kwa ufukara huu ambao wa kutupa, hata hela ya kujikimu unakosa, unaugua hata hela ya kujikimu ya kwenda hospitalini hakuna? Ndio maisha ambayo Mungu amekusudia kwa ajili yako? Leo kutafakari, na baada ya kujua basi uweze kuchukua hatua. Lakini hayo sasa ni yako kwenye upande wa mtu mwanadamu. Lakini mpango wa Mungu unatimia kwa sababu gani? Tunakuwa na uhakika wa kwamba mpango wa Mungu utatimia. Kuna mambo ambayo yanamhusu Mungu yeye mwenyewe. Mungu hutimiza ahadi zake. Sehemu nyingine anasema Mungu analiangalia neno lake apate kulifanya nini? Kulitimiza. Kwenye hicho kitabu cha nabii Yeremia. Sasa mambo yanayotuhakikishia ya kwamba mpango wa Mungu utatimia katika maisha yetu, sisi tu tunatakiwa kusimama na mpango wa Mungu. Sawa? Jambo la kwanza ni utimilifu wa kusudi lake la ukombozi. Ule mstari wa 10 kwenye sura ya 29 mstari ule wa 10 tunasoma hivi: maana Bwana asema hivi, Babeli utakapotimiziwa miaka 70, nitawajilia ninyi na kulitimiza neno langu jema kwenu kwa kuwarudisha mahali hapa. Mungu tunayemwabudu ni Mungu wa urejesho. Haleluya. Kwa hiyo kwa sababu yeye ni Mungu wa urejesho, huwa anatimiliza kusudi lake la ukombozi. Alikuwa na kusudi la kumkomboa mwanadamu, akawa na mpango wa kudumu. Alikuwa na mpango wa muda baada ya uasi wa Edeni, pale bustanini Edeni. Maandiko yanasema kwenye ile Mwanzo 3:21, Adam nao alipokuwa wanajitengenezea na kujivika mavazi ya majani ya mtini, yeye Mungu akawafanyia mavazi ya ngozi, akawavika mavazi ya ngozi. Lakini alikuwa na mpango wa kudumu, na tunaona aliweza kutimiza. Manabii Isaya wakatabiri habari za mpango wake, na tunaona ukisoma kwenye Wagalatia 4:5
Wagalatia 4:5 tunasoma hivi: hata ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanawe ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria, kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Kwa hiyo unaona, Mungu tunakuwa na uhakika kwa sababu Mungu huwa ana utimilifu kwa yale ya makusudi yake. Kwenye mpango wake Mungu huwa ana utimilifu, yaani lazima atimilize. Lakini jambo jingine, Mungu ni mwaminifu. Uaminifu wa Mungu hauwezi kulinganishwa na kitu chochote. Kwa hiyo Mungu ni mwaminifu katika kutimiza ahadi zake au neno lake. Kwenye Hesabu 23:19 anasema Mungu si mtu hata aseme uongo. Kila alichokisema lazima atakifanya. Lile alilolisema, lile alilolianza atahakikisha analifikisha, hawezi kuishia njiani. Hawezi kushindwa, yaani kile ambacho amekianza atakimaliza. Ndio maana hata kwenye Wafilipi anasema yeye aliyeanza kazi njema mioyoni mwenu ataikamilisha. Labda mtu mwenyewe uamue kuishia njiani, hilo sasa ni tatizo lako. Lakini jambo jingine, mipango ya Mungu imeratibiwa vema. Tunaposema kusimama na mpango wa Mungu, huyu Mungu ni Mungu ambaye ameratibu mambo yake vizuri. Zaburi anasema anapoangalia uumbaji, anapoangalia kazi za mikono ya Mungu, anaona ya kwamba zimeratibiwa vema. Haleluya. Anapoangalia uumbaji wa mwanadamu, jinsi yeye alivyoumbwa, anasema umeniumba kwa namna ya kutisha, kwa namna ya kushangaza. Ni kwa sababu Mungu ameratibu. Uratibu wake kwenye mpango wa kumuumba mwanadamu ameuratibu vema. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Na ndio maana unaona ya kwamba hata mpango wa ukombozi wa kumwokoa mwanadamu baada ya uasi wa Edeni, tunaona uliratibiwa vema. Alipotamka tu pale bustanini Edeni, lakini unaona ulifuata taratibu mpaka pale Yesu alipozaliwa, akakuwa, akaanza huduma, akaanza kazi yake, akamaliza kazi yake, akakabidhi kwa waliowaacha, kazi yake ikaendelea. Na hata sasa kazi inaendelea, na hakuna kitakachoweza kuzuia kazi ya Mungu. Lakini ukitaka kuona kwamba mipango ya Mungu imeratibiwa kwa namna ya ajabu na ya kushangaza, jinsi alivyoliokoa taifa teule la Israeli kwa njaa lisiangamie, unaona alimwandaa Yusufu mapema kabisa. Ukisoma kwenye Mwanzo 50:20-21, Mwanzo 50:20-21, Mwanzo 50:20-21 tunasoma hivi: nanyi kweli mlinikusudia mabaya, bali Mungu aliyakusudia kuwa mema, ili itokee kuokoa taifa kubwa kama ilivyo hivi leo. Basi sasa msiogope, mimi nitawalisha na watoto wenu. Akawafariji na kusema nao vema. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa hapa unaona baada ya ndugu zake Yusufu kuanza kujutia kile walichomfanyia Yusufu, na wanaona sasa Yusufu ndio yuko kwenye nafasi nzuri ya kulipiza kisasi.
wanamuomba msamaha, lakini Yusufu anawaambia kilichotokea. Hiyo hadithi yote ilitokea kwa sababu ule ulikuwa ni mpango wa Mungu ulioratibiwa, yaani Mungu alikuwa ameuratibu ule mpango. Kwa hiyo kila kitu kilienda sawa, kilienda kama ambavyo Mungu alikusudia, na ndio maana akamfunulia Yusufu ile ndoto ya kwamba kuna siku ndugu zake, baba yao na mama yao watamsujudia. Yaani Yusufu atakuwa juu yao. Lakini hayo yote yalifanyika kwa sababu Mungu ndiye aliyeyaratibu hayo. Mungu ndio aliyoyapanga hayo. Kuna mwimbaji mmoja, kuna kwaya moja ya Kenya anasema, unayopitia usifikiri ni laana kwako, unaandaliwa. Naelewa kwamba yote ni machungu, yakimalizika utatabasamu. Wewe una future nzuri, kwani Bwana kayapanga yote. Haleluya, amen. Haleluya. Anasema unayopitia usifikirie ni laana kwako, kama yale ambayo Yusufu alikuwa anapitia. Japo ni machungu, lakini yakimalizika utatabasamu. Wewe una future nzuri. Mungu anakutakia tumaini na kufanikiwa katika siku za mwisho. Mungu anao mpango mzuri kwa ajili yako. Mungu anao mpango mzuri kwa ajili yangu. Mungu anao mpango mzuri kwa ajili ya familia yako. Mungu anao mpango mzuri kwa ajili ya uchumi wako. Mungu anao mpango mzuri kwa ajili ya afya yako. Mungu anao mpango mzuri kwa ajili ya nchi yetu ya Tanzania. Mungu anao mpango mzuri kwa ajili ya huduma yako. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Na mwisho, kinachoshikilia hayo yote, kinachofanya mpango wa Mungu usimame katika maisha yetu ni upendo wa Mungu. Upendo unaojulikana kama upendo wa agape. Kuna aina nyingine za upendo, kuna aina kama 4 za upendo, lakini leo ninazungumzia tu juu ya upendo huu wa Mungu unaojulikana kama upendo wa agape, ambao huu upendo una sifa na unatajwa kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 13 mstari wa kwanza mpaka ule wa 8 na ule mstari wa 13. Jina la Bwana libarikiwe. Utasoma ukiwa nyumbani, lakini mimi naomba nisome ule mstari wa 13 unaosema hivi: basi sasa inadumu imani, tumaini, upendo, haya matatu, na katika hayo lililo kuu ni upendo. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Tuna uhakika wa mpango wa Mungu kutimia katika maisha yetu kwa sababu tu ya upendo wa Mungu. Hata kukiweko na kila kitu sawa, kuwe na imani, kuwe na tumaini, kuwe na upendo, lakini katika haya matatu neno kuu
ni upendo. Haleluya, haleluya. Ndio maana yule mwimbaji akasema, ninayachua yangu malengo ni mema, sio mabaya, ili niwape matumaini katika siku zenu za mwisho. Anamaliza anasema, nawapenda. Amen. Haleluya, 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 haleluya. Ni baraka ya kwamba Yesu ananipenda. Ni baraka ya kwamba Yesu anakupenda. Ni baraka ya kwamba Yesu anaipenda nchi yetu ya Tanzania. Ni baraka ya kwamba Mungu anaipenda Afrika. Amen. Ni baraka ya kwamba Mungu anaupenda ulimwengu. Sasa maandiko yanasema, kwa maana jinsi hii, yaani kutokana na hali ya ulimwengu ilipoharibika, kutokana na hiyo hali, Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee kwa ajili ya ulimwengu huu. Ulimwengu ambao unayumbayumba, Mungu anaupenda. Ulimwengu unaowayawaya, unaolewalewa kama mlevi, Mungu anaupenda. Ulimwengu ambao umechoka, Mungu anaupenda. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Huo ni ujumbe mzuri na wa baraka utakaotusaidia kusimama katika kipindi hiki ambacho mambo mengi yanatokea. Dunia inapotikiswa, dunia inapotikiswa, dunia inapoyumbayumba, ujumbe huu ndio ambao tutasimama nao. Amen. Ujumbe huu ndio utakaosimama nao. Amen. Ukishajua Mungu anakupenda, utajali chochote. Utajali majaribu unayopitia, lakini utajali ya kwamba Mungu anakupenda. Amen. Na Mungu alibariki neno lake. Shangilia Mungu zaidi na zaidi na zaidi. Haleluya, 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 haleluya. Tunaweza kusimama kwa kulipokea hili neno. Tuthamini kile ambacho Mungu amezungumza nasi. Tuitikie kama Mungu anatupenda, tumwambie kwamba tutasimama na sisi katika mpango wake. Tutasimama na yeye katika mpango wake, na hasa katika siku hizi za mwisho. Mungu anatutaka, pamoja na mambo mengi yanayotokea katika siku za mwisho, lakini bado Mungu anatutaka tusimame na mpango wake. Twende mbele za Mungu na hakuna kitu kitakachotutenga na mpango wake. Haya ni ya baraka, nitayatamka kwa ajili yenu na itakuwa kama ambavyo nimetamka. Kwa kuwa umemchagua Mungu ili aongoze maisha yako ya kiroho na ya kimwili, Mungu huyu uliyejimimina kwake atakubariki na kukulinda, atakuangazia nuru ya uso wake na kukufadhili, tena atakugeuzia uso wake na kukupa amani. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu kae nasi sote sasa na hata milele. Amen. Mungu atubariki. Haleluya.